Alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Naitwa Abdalla Abbas Kilima, ni balozi na mkurugenzi idara Mashariki ya Kati katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Niko hapa kama mgeni rasmi katika mashindano ya Qur'an yaliyoandaliwa na taasisi ya Fathul Ilm. Mashindano haya yameshirikisha vijana wa rika mbalimbali kuanzia miaka 8 mpaka miaka 18 na waliohifadhi kuanzia juzu 1, juzu 3, 5, 7, 10, juzu 20, 25 na juzu 30. Of course jambo hili ni jambo muhimu sana, kama ambavyo tunaambiwa kwamba mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ndio mwezi ambao Qur'ani ilishushwa, na Qur'ani haikuwa kitu kingine isipokuwa ni mwongozo kwa wale wanaomcha Mwenyezi Mungu. Kufanya jambo hili la kuwahifadhisha Qur'ani watoto wadogo, kama tunavyofahamu watoto ndio taifa la kesho. Kwa tunataka kujenga viongozi kwanza wenye kuelewa dini yao, lakini pia wenye hofu ya Mungu, ambao watakapopata nafasi mbalimbali katika jamii, katika serikali, katika taasisi na sekta binafsi waweze kufanya kazi kwa weledi, maarifa na hofu ya Mungu. Siku zote tumekuwa tukiwasihi viongozi wa dini wahubiri mahubiri yanayojenga viongozi bora wa taifa la baadaye. Sasa haya ni mahubiri katika vitendo, kwamba vijana wanafundishwa, na kwa sababu msisitizo sio tu kwamba wahifadhi Qur'ani, lakini pia waelewe nini wamehifadhi, na hii kwa hakika itakuwa imewajenga, imewatia hofu ya Mungu, na kwamba watakapopata nafasi yoyote kuanzia hapo shule na huko wanakoendelea watakuwa ni watu wema, na tunatarajia kwamba nchi yetu itakuwa ni nchi yenye tija, kwa sababu siku zote wanaposema ni kwamba wanatakiwa kumwelimisha mtoto, umpe maadili mema, kwa sababu mtoto ndio baba wa kesho, ndio mama wa kesho. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, ni washukuru sana waandaaji na waendelee na moyo huu, kwa sababu ni msingi mzuri wa kujenga maadili miongoni mwa watoto wetu. Lakini kilichonifurahisha sana ni kwamba washindi wawili, kwa maana mshindi wa kwanza na wa pili wa juzu 30 ambao ndio kiwango kikubwa cha uhifadhi ni watoto wa kike. Hii inaashiria kabisa kwamba hawa watakuwa ni mama bora, na kama hapo ambavyo ilisemwa kwamba mama bora ndio chuo bora, lakini chuo bora kinatakiwa pia kiwe na mwalimu bora. Kwa maana hiyo kwamba kikubwa tunatakiwa pia tuwaandae watoto wetu wa kiume ili nao wawe kuja kuwa waume bora. Shukrani sana. Asante.